Jinsi ya kujisajili kwenye mfumo wa Paysmith. Kwanza, ingia kwenye browser yako, kisha utaandika paysmithportal.z@smz.go.tz, kisha utabonyeza kitufe cha kusearch. Ikiwa ndio mara yako ya kwanza, yaani hujawahi kujisajili kwenye mfumo, chagua register now ili kupata username na password yako. Itafunguka peji ya usajili. Utajaza aina ya kitambulisho chako. Mfano, ikiwa unatumia Zan ID, utachagua Zan ID. Jaza nambari za kitambulisho chako. Weka jina la mama yako kwa ukamilifu. Kisha bofya kitufe cha check ili kuhakikisha. Ikiwa ni sahihi, zitakuja taarifa zako kama zilivyo kwenye kitambulisho chako. Utajaza nambari zako za simu, email yako ambayo ndio utakayopokea activation link, nchi unayotoka ikijumuisha mkoa, wilaya na shehia. Kisha uchague wapi umesikia taarifa zetu na baadaye utasubmit. Kwenye skrini yako utapokea pop-up message inayokuonesha kuwa umefanikiwa kujisajili. Kumbuka, utatakiwa kuangalia email yako ambayo umeijaza wakati wa usajili ili kupata activation link itakayokusaidia kukamilisha usajili. Iwapo email iliyotumwa haipo inbox, angalia kwenye spam au junk folder. Email hiyo itakupa username ambayo ni ile email yako, kisha utabofya linki hii ili kupata password zako. Itakutaka uweke username yako ambayo ndio ile email yako uliyoitumia. Kisha utaweka password zako ambazo lazima ziwe angalau herufi 8 zenye mchanganyiko wa herufi kubwa, ndogo, nambari na alama maalum. Kisha utareset password yako, ambapo unaweza kuchagua iwapo unataka kuisave au la. Hadi kufikia hapo, utakuwa tayari umepata username yako na password yako. Utaingiza email na password yako na kubofya. Utafunguka ukurasa wa mwanzo wa mfumo. Iwapo unataka kufanya maombi, utachagua kipengele unachotaka. Mfano, maombi ya wanafunzi, utachagua studentship, kisha utabofya apply studentship. Utafunguka ukurasa wa kujaza taarifa zako. Utajaza, kisha utaambatanisha na vielelezo vyako vya kitaaluma isiyozidi megabyte 1 kwa kila kielelezo, kisha utasave. Iwapo una kielelezo chengine, unaweza kuambatanisha, kisha utasave. Baada ya kubofya kitufe cha save, utabonyeza next. Utaendelea kujaza hatua nyingine kama zinavyoonekana, kisha unabonyeza next kuendelea mbele. Utakapofika sehemu ya kujaza taarifa za mafunzo, utachagua ni programu gani unaitaka na level yake, kisha unachagua tuition provider wako. Baadaye utabofya save, kisha next kuendelea na hatua inayofuata mbele, na zitakuja taarifa zako zote ulizojaza. Utazihakiki kabla ya kusubmit, kisha utadeclare, baadaye utasubmit. Utapokea control namba yako ambayo pia unaweza kuiprint invoice yako kwa ajili ya malipo. Iwapo unataka kufanya maombi ya wanachama au kuomba jambo jingine lolote lile, utachagua, kisha utajaza taarifa zako zitakazohitajika. Baadaye utasave na kubonyeza next hadi ufike sehemu ya kudeclare. Utadeclare taarifa zako na kisha utapata control namba yako kwa ajili ya malipo. Jinsi ya kujisajili kwenye event application. Hii anaweza kuomba mtu yoyote. Utabofya event application, kisha utachagua event unayotaka. Utaapply kwenye event husika na utafuata maelekezo. Iwapo taasisi yako haipo kwenye listi hii, utachagua others, kisha utaweka jina la taasisi yako. Utachagua nani atakulipia, ikiwa ni mtu binafsi au kudhaminiwa na taasisi. Utagenerate control namba yako kwa ajili ya kulipia iwapo ni kwa ajili ya mtu binafsi. Kisha utakwenda kwenye applied event kupata control namba yako. Ikiwa bado haijatokea, refresh browser yako au regenerate control number tena. Utaprint invoice yako ikiwa
unaihitaji. Iwapo unalipiwa na taasisi, unachagua taasisi, kisha unachagua sponsored, baadaye una submit. Utakwenda kwenye applied event. Hapa hutaona control number. Badala yake, Ziyat itafanya mawasiliano na sponsor wako kwa ajili ya kupata control number za malipo na kuendelea na taratibu za kulipa. Kwa mwanachama, anaweza kuona vipengele vingine ikiwemo leseni, CPD hour zake, bill zake zenye receipt au invoice. Iwapo umehudhuria kwenye event, mhusika anaweza kukipata cheti chake kwenye mfumo huu. Ikiwa una swali au umekwama kwenye kipengele chochote cha mfumo huu, unaweza kuwasiliana nasi kupitia simu namba 0656 23 44 41. Asante.